Kutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Kwanza tupate muhtasari wake. Mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi wafanyika nchini Uganda. Na katika michezo, mashabiki wa Simba na Yanga waonyesha umwamba katika mechi ya kirafiki. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Zinaziri Mswima na kukaribisha katika saa moja ya habari. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali wa nchi jumuiya za ukanda wa maziwa makuu na nchi wanachama wa mkataba wa amani, usalama na ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la maziwa makuu uliofanyika Ikulu ya Entebbe nchini Uganda. Mindi Joseph ana taarifa kamili. Mkutano huu umejadili hali ya ulinzi na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kutafuta amani ya kudumu ya eneo hilo. Mkutano huu umeongozwa na Rais wa Uganda ambaye ni mwenyekiti wa kikanda wa uangalizi wa mkataba wa amani, usalama na ushirikiano kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na eneo la maziwa makuu. Katika mkutano huu, makamu wa rais ameambatana na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais, sera, uratibu na baraza la wawakilishi, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Hamza Hassani Juma, pamoja na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dr. Gwaru Magembe, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Paul Kisesa Simuli. Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza waziri wa nchi OWM TAMISEMI awaandikie barua wakuu wote wa mikoa ili waunde timu za ukaguzi wa majengo na miradi kwenye mikoa yao kama njia ya kukabiliana na wakandarasi wanaokiuka makadirio ya gharama za ujenzi BOQ wa miradi ya serikali. Lakini nimeangalia jengo la hapa, nimeangalia na lile jengo pale, nimeelekeza kumekuwepo na utaratibu katika baadhi ya maeneo, wakandarasi kutokufuata BOQ, kutokufuata mikataba ambayo ilikuwa imetolewa, kwamba kwenye jengo ambalo lilitakiwa liwekwe nondo 6 zenye milimita 16, kwa kuwa tunapoenda kukagua panakuwa pameshafunikwa, unakuta aliweka ya milimita 12, unakuta aliweka ya milimita 9, unakuta badala ya kuweka 6 ameweka 4, na kwa sababu ameweka na mabomba akaweka na zege, tunauziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa nimesema kila mkoa uwe na vile vifaa ambavyo vinaweza kuelekeza BOQ imefuatwa bila kubomoa jengo, kila mkoa. Na bahati nzuri ndio tunaelekea kwenye kuandaa budget, na wawe na wataalamu wale wa kuyakagua majengo ya aina hii, kwamba unaangalia BOQ ndio ukaguzi wenyewe huo, na unaangalia hicho ndicho kilichowekwa kwenye jengo. Jengo likiwa limeshapakwa na rangi, unaonaje kwamba liko vizuri na BOQ haunayo pale? Kwa hiyo tupate hivyo vifaa. Na nilivyoingia kwenye gari baada ya kutoka pale kwenye chuo, nimeambiwa yule kijana anaitwa Azizi aliyekuwemo kwenye mbio za Mwenge yuko mkoa wa Pwani. Mikoa yote wawe na kitengo na vifaa na wataalamu wa kuyachunguza majengo, tusisubiri mbio za Mwenge. Ndio. Na siku za mbio za Mwenge tunachaguaga majengo ya kuupeleka Mwenge. Kama tunachaguaga yale tunayotaka Mwenge uone na tupate sifa kwamba mkoa umefanya vizuri, je, yale ambako watupelekaje Mwenge? Kama pale ambao tumechagua wenyewe, yani mtihani tuliojitungia wenyewe, yanakutoaga makosa,
Je, kule ambako hatujawapeleka? Sasa kwa kuwa vitengo hivyo kazi yao ya kila siku ni kufuatilia hayo, tunataka vifaa viwepo kila mkoa, wafuatilie kila mkoa, kila jengo, ili tuweze kubaini maeneo ambayo serikali imetoa fedha lakini haijatumika ilivyokusudiwa. Bajeti ya serikali asilimia zaidi ya 70 ni masuala haya ya manunuzi, masuala haya ya ujenzi. Kwa hiyo hili lazima lizingatiwe, na nimeelekeza yule kijana aletwe kwenye msafara wangu. Siku nyingine nikienda kukagua jengo, yeye awe alipita kesho yake, nipate taarifa kwamba BOQ imefuatiliwa na fedha zilizotumika zinalingana na kazi ambayo imeshafanywa. Mbunge wa jimbo la Ruangwa wa mkoani Lindi, ambaye pia ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Kaspa Muya, amelazimika kupiga magoti kumshukuru waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Kassim Majaliwa, akimshukuru kwa malezi na miongozo yake kwake, sambamba na kazi kubwa aliyoifanya kuwatumikia wakazi wa jimbo hilo na Watanzania kwa ujumla wake. Taarifa ya Aaron Gabriel kutoka mkoani Ruangwa inafafanua zaidi. Mheshimiwa Kaspa Muya amefanya tukio hilo wakati wa hafla ya kumshukuru na kumwaga Mheshimiwa Majaliwa katika hafla iliyofanyika katika viwanja vya Wandolwa Ruangwa mjini, katika sherehe ambazo zilihudhuriwa na mamia ya wananchi wa jimbo la Ruangwa na mkoa wa Lindi kwa ujumla. Umati huu unaoona huu ni wachache katika watu ambao wanatamani waje hapa, waje kusema maneno, kila mmoja kwa na upendo wa baba yetu Kassim Majaliwa. Naombeni kwa ridhaa yenu ambayo tayari mmenipa, nikiwawakilisha mawazo yenu, nikiwakilisha mahitaji yenu, naombeni nitamke kwa niaba yenu. Baba, watu hawa wanasema asante sana. Kila mmoja ukimpa hapa nafasi ya kuelezea alivyoguswa na baba huyu mwenye upendo, mwenye hekima, asiyochagua mtu wala kujali sifa za nani, yeye anaguswa na utu, wangeweza kusema na kuandika kitabu. Sina uwezo tu wa kusema katika maisha yako, endapo utaandika kitabu, tupe nafasi chapter moja tuandike Ruangwa juu ya wewe na sisi. Uliotufanyia hakuna mtu ambaye anaweza kuiga katika sisi hapa. Hakuna. Miaka 15 chache sana, lakini aliyotenda ni miaka kama 50. Siwezi kuorodhesha kwa sababu wote nyinyi mnafahamu aliyotenda, si ndio? Kwa hiyo ninachokisema baba, kwa niaba ya watu hawa wasiopungua 180,000, lakini watu hawa wanaishi kwenye kata 22. Hawa wametoka kwenye vijiji 90. Hawa wametoka kwenye vitongoji 435. Lakini nikuhakikishie hawa hawatakuja kukusahau katika mioyo yao. Ninasema haya kwa sababu mimi ni shuhuda. Nimetembea kwenye hiyo jiografia niliyosema. Nilikuwa nawasikia wenyewe wanasema, wewe utakuwa kama Majaliwa. Sasa huu ni ushuhuda kwangu. Yale ambao walikuwa wanasema wale leo wako hapa. Ukiwauliza wametoka wapi, hao unaosikia wametoka Mandawa. Hawa. Mpaka Kipelemende juu kule. Hawa. Wengine wametoka Chinongwe. Hawa hapa. Na uzuri diwani wake wa Chinongwe amewabeba, wako hapa. Kwa hiyo ninachokisema nakijua kwa sababu wameniambia wakati naenda kuomba ridhaa niwe mbunge wao.
Kwa upande wake, Mheshimiwa Majaliwa amewashukuru marais wote kwa kuwaamini kushika nyadhifa mbalimbali alizotumikia katika kipindi cha utumishi wake akiwa kama mbunge wa Ruangwa. Namshukuru Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, baada ya ukuu wa wilaya nikagombea ubunge, akanipa ukuu wa naibu waziri wa serikali yake, naibu waziri wa elimu TAMISEMI. Nimefanya hivyo miaka 5 pamoja na mabadiliko. Asante Aaron Gabriel kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo kutoka mkoani Ruangwa. Bodi ya ushauri ya wakala ya barabara Tanzania TANROADS imeridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa daraja la Pangani, ikisema mradi huo unaendelea vizuri na unatekelezwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya scaffolding system installation inayoongoza ufanisi na ubora wa ujenzi wa madaraja makubwa. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane na Mohamed Magesa. Akizungumza wakati wa ziara ya bodi hiyo kukagua mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya TANROADS mhandisi Amini Mchalo amesema bodi imefurahishwa na kasi ya utekelezaji wa kazi hiyo pamoja na matumizi ya teknolojia hali ya juu katika kusogeza na kujenga daraja hilo, na kuongeza kuwa teknolojia ya scaffolding inayotumika katika ujenzi wa daraja hilo la Pangani ni mfano na ubunifu unaopaswa kuigwa katika miradi mingine ya barabara na madaraja inayotekelezwa nchini kote. Naitwa Mhandisi Mohamed Besta, ni mtendaji mkuu wa wakala ya barabara nchini, yani TANROADS. Hivi leo tuko katika kutembelea daraja letu la Pangani. Daraja la Pangani kwa hivi sasa limefikia 70% ya utekelezaji. Na daraja hili limejengwa likiwa na urefu wa mita 525 na limetumia teknolojia ya hali ya juu kabisa katika ujenzi wake. Daraja hili litakapokamilika litaweza kuunganisha kati ya miji ya Bagamoyo, Dar es Salaam, lakini kwa upande mmoja, lakini vile vile kuunganisha na mji wa Tanga kwenda mpaka Horohoro na Mombasa. Ni moja kati ya barabara ambayo inajengwa chini ya mpango wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inatoka Bagamoyo mpaka Lungalunga. Hivyo uchumi katika eneo hili la mwambao kwenda mpaka Mombasa utaongezeka na hivyo kukuza uchumi katika eneo la mwambao wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa TANROADS nchini mhandisi Mohamed Besta amesema ujenzi wa daraja la Pangani umefikia 70%, huku akifafanua kuwa daraja hilo lina urefu wa mita 525 na linajengwa kwa kutumia teknolojia hali ya juu inayolenga kuhakikisha uimara na usalama wa miundombinu hiyo kwa muda mrefu. Tuna furaha kubwa sana kuona maendeleo ya mradi. Mradi unaenda vizuri, kwa hiyo tumefurahi sana na hii teknoloji mpya ambayo ni ya kusogeza scaffolding, kujenga daraja, ni teknoloji mpya. Kwa hiyo tumeiona kwa macho, tumeshuhudia kwa macho na tumeshuhudia kazi inavyokwenda, inaenda vizuri na tunatarajia kwamba mradi utakamilika kwa wakati. Bodi ingetamani kwamba miradi inayotekelezwa na TANROADS hapa nchini yote iende kwenye spidi inayokwenda kwenye mradi huu, na vile vile kuhusisha wataalamu wetu wa ndani ili wajifunze nao teknolojia hii mpya. Hapa kwenye mradi huu tumeona jinsi ambavyo wataalamu wa TANROADS wako kwenye mradi. Kwa hiyo na maana baada ya kukamilika mradi huu tutakuwa nao wamepata ile transfer ya technology. Kwa sasa tuna zaidi ya miradi 90 inaendelea nchi nzima, mikubwa na hata midogo, na inafadhiliwa na serikali karibu 55% na 45% inafadhiliwa na washirika wa maendeleo. Huu ni moja ya miradi hiyo ambayo inaendelea, na kama tunavyoona mradi unaendelea vizuri kwa sasa. Changamoto zimekuwepo hapo awali, lakini changamoto nyingi hasa zile za kitaalamu tumeshazi-overcome. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mradi huu sasa utakamilika kwa wakati, ikiwa ni pamoja na barabara zake za maingilio, ili ikipendeza mwakani tunapofunga mwaka ukute magari yanapita juu ya daraja hili. Kutoka Pangani jijini Tanga, mimi ni Mohamed Magesa wa Sky TV. Je, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wizara ya Afya yatolea ufafanuzi kuhusu ahadi ya Rais ya bima ya afya kwa wote. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV na mimi ni Zinazire Mswima.
Mkurugenzi Sera, Utafiti na Ubunifu Wizara ya Afya, Bwana Tumainieli Macha ametolea ufafanuzi wa hatua gani zimefikia za utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kuhusu sera ya bima ya afya kwa wote ndani ya siku 100 kama alivyoahidi wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu. Kwa maneno mafupi ni kwamba sheria ya bima ya afya kwa wote iko katika utekelezaji. Kanuni zake zipo katika utekelezaji. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, nilitamani angalau jukwaa hili lifahamu sheria hii imebeba mambo gani mahususi. Moja, ulazima wa kila mwananchi kuwa na bima ya afya kwa wote. Pili ni serikali kuwahudumia watu wasiokuwa na uwezo. Lakini la tatu ni mfumo wa udhibiti wa bima ya afya. TIRA wako hapa ndo wanadhibiti, wanapokea malalamiko ya wananchi, wanapokea malalamiko ya vituo vyetu vya afya, wanapokea changamoto zote za mfumo wa bima. Lakini tatu, wale wanaosimamia sasa utoaji wa zile huduma ambao tumetambulishwa hapa, yuko mtu NHIF, lakini zipo bima binafsi ambayo nasemea ni skimu za bima ya afya. Lakini katika haya yote, mimi kama mwananchi, kama mkuu wa wilaya, kama mbunge, napata nini kwenye bima ya afya kwa wote, ambayo ni vitita vya mafao? Ni huduma gani leo naenda kumwambia mwananchi wa Chemba, ukilipia kiasi hiki utafaidika katika 1, 2, 3. Kwa sheria yetu imeainisha hayo mambo makubwa matano katika maagizo, katika ahadi 9 alizozitoa Mheshimiwa Rais wakati anafanya kampeni na wakati anafungua bunge letu la 13. Alisema nitaanza utekelezaji wa bima ya afya kwa wote kwa awamu au kwa majaribio, na ataanza kwa majaribio ama kwa awamu kwa wananchi wasiokuwa na uwezo. Akiwa anamaanisha nini? Serikali itaanza kuwagharamia wananchi wasiokuwa na uwezo kwa awamu. Tanzania, wanaopita kwenye zile takwimu, Tanzania kuna kaya 3,900,000 ambazo hazina uwezo. Lakini katika hizo kaya 3,900,000, kaya 931,000 ndizo zimetambuliwa. Tunapofanya uzinduzi wa mpango huu tunamaanisha nini? Zile kaya 50,000 ambazo zimeshatambuliwa katika mkoa wa Dodoma zitalipiwa na serikali. Lakini kuna wananchi ambao tunatakiwa tukawahamasishe wajiunge na bima ya afya kwa wote. Mkurugenzi mtendaji wa Hokmat Group Limited, Nathan Kimaro, ameungana na wauguzi na madaktari wa hospitali ya rufaa ya Mount Meru kusherehekea siku yake ya kuzaliwa kwa kutoa msaada wa vifaa mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono sekta ya afya na kuadhimisha sikukuu ya Krismasi. Nathan ameyasema hayo, amechagua kusherehekea siku yake kuwa hospitalini hapo ili kuonesha kuthamini kazi ya kada ya afya inayogusa maisha ya watu wengi bila kutambuliwa. Washindi na mashujaa wengi wanatambuliwa kwa tuzo wanazopewa au kwa taji wanalolibeba. Lakini tuna washindi na mashujaa ambao hawajabeba tuzo lakini wamevaa gloves kwenye mikono yao, na ninyi. Nimekuja hapa kipekee kabisa kwa sababu moja tu. Miaka 27 iliyopita mimi nilikuwa sijitambui, wala nilikuwa sijui hapa ni wapi. Lakini kwa mikono yenu nyie wazazi wangu nimerudi tena hapa. Hii ikiwa inaonyesha ni jinsi gani ambavyo
mnafanya kazi ya kupekee. Mimi leo ninasherehekea kuzaliwa kwangu, lakini kwa mwaka mzima mmeagusa maisha ya watu wengi kimya kimya bila watu kufahamu. Taaluma ya tiba haipimwi kwa shangwe, watu wanaowashangilia, pesa wala vyeo, lakini upimwa kwa usiku wa kukosa usingizi, maamuzi mazito, lakini pia mikono ambayo haichoki. Kaandika pia, na wengi wenu hamtambui hata majina yetu, lakini watoto wa Tanzania walio hai kokote walipo wanafanya mambo makubwa, awe mawaziri, rais, wabunge, mainjinia, na fani zote. Cha kwanza walikuwa watoto wakipita kwenye mikono ya wauguzi na madaktari, na huo kweli utabaki hivyo milele. Mimi nilizaliwa katika hospitali hii. Nilikuwa sina ndoto yoyote, nilikuwa sijui kupambana. Na kulikuwa kuna madaktari na wauguzi ambao walilinda uhai wangu. Leo nimerudi hapa kwenu mbele yenu, si kama mgonjwa, hapana, lakini mtu mwenye shukrani, na kuambia neno moja: kazi yenu mnayoifanya huwa inadumu kuliko mnavyozania nyinyi wenyewe. Naomba mjipigie makofi. Ambapo wakati wa Christmas tukiwa kule nyumbani tunachinja mbuzi, tunafurahi. Wakati wa majanga, wakati wa mwaka mpya, wale ambao wanatakiwa wawe kazini muda huo ni nyie. Hivyo nyie ni mashujaa wetu. Hongereni sana. Nimekuja kuwaletea zawadi kutoka kwa mtoto aliyozaliwa hapa Mount Meru ya Christmas, lakini pia nimekuja kusema kwamba lazima familia ya watu ambao wanamuona Mungu kwa upya baada ya kutoka kwenye hospitali kwa namna yoyote ile, tuwe na familia kubwa kuilinda, kuitetea na kuwasemea madaktari wanaofanya kazi hapa Mount Meru. Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya ametoa agizo kwa mawakala wa barabara Tanzania TANROADS na mkandarasi wa barabara ya Katumba Rupaso Mbambo Tukuyu itakayojengwa kiwango cha rami kusimamia vizuri ujenzi wa barabara hiyo, ikiwa ni maelekezo ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kuagiza utekelezaji wa mradi huo umalizike kwa haraka katika ziara yake ya kikazi alipotembelea eneo la Kiwila. Taarifa ya Upendo Kibetile inafafanua zaidi. Agizo hilo limetolewa na Naibu Waziri wa Ujenzi Mhandisi Godfrey Kasekenya katika ziara yake kikazi alipotembelea ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 15, ambapo amesema barabara hiyo ni kiungo muhimu kwa wananchi, huku akimtaka meneja wa barabara mkoa wa Mbeya kusimamia ujenzi wa haraka ili waweze kuwasaidia wananchi wanaotegemea barabara hiyo katika shughuli zao za kila siku. Wananchi hawa nadhani tumepita ni watu ambao wamekuwepo kwa muda mrefu, lakini wanafanya shughuli nyingi sana za kilimo. Sasa tumeshaanza ujenzi rasmi kwa kiwango cha lami. Wakati tunaendelea kujenga hili eneo, nadhani kama kuna eneo linalopata mvua nyingi katika Tanzania, hili ni mojawapo. Mvua ni nyingi na ni ya muda mrefu. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mkoa, nadhani katika kipindi hiki nguvu kubwa iwe kwenye maeneo ambayo mna uhakika yatakuwa na changamoto. Akipokea agizo hilo, meneja wa mamlaka ya barabara mkoa wa Mbeya Mhandisi Suleiman Bishanga amesema mradi huo mpaka sasa umefikia 4.6% ya ujenzi, huku akiahidi kumsimamia mkandarasi kumaliza ujenzi kwa muda uliopangwa. Kwa asilimia sasa hivi tuko 4.6, na kadiri ya mkandarasi anavyoendelea tuna uhakika sasa tunaenda kumsimamia ili aweze kumaliza. Hadi sasa hatujapata changamoto kubwa kwa maana ya mkandarasi kuweza kumsimamia, kwa maana tunafanya juhudi za kuhakikisha yeye amobilize mitambo yote ambayo imetakiwa kwenye mradi, lakini na wataalamu ambao wako kwenye mradi. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa eneo hilo
wameeleza namna mradi utakavyokwenda kuwasaidia pindi utakapokamilika, huku wakitoa ombi hili kwa serikali. Tunashukuru serikali kwa hapa mlipo tufikiria. Kwetu sisi itakuwa ni manufaa makubwa sana, kwa sababu kuna bidhaa nyingi zinatoka hapa, lakini itakapokamilika kwa viwango vya lami, mambo mengi yatakuwa tayari. Tunaishukuru, ila katika kwanza kote marekebisho yote watuanzie hapa, watufikirie hapa kwanza. Kote huko watakaorekebisha, lakini waanze hapa, kwa sababu hapa ni hatari sana. Kuna noa moja ilikuwa inapita, ilikozwa na jiwe limetoka kule juu. Naye mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu amesema ujenzi wa barabara hiyo ni mwarobaini kwa shughuli za usafirishaji wa mazao, huku mbunge wa jimbo la Busekelo akiomba mkandarasi aongeze juhudi za ujenzi katika maeneo korofi. Sisi Wanarungwe ni wazuri kwa kilimo. Kwa hiyo bila kilimo kukitoa mashambani kukifikisha katika masoko inakuwa hatujafanya lolote. Sasa ni lazima mkandarasi tuombe aongeze kasi ya ujenzi wa eneo hili. Hii barabara ndio barabara ambayo tunaitegemea sana kufungua eneo hili la Rungwe na jimbo hili la Busekelo na kuhakikisha kwamba uchumi wa huku kwetu unakuwa mkubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa ufafanuzi wa taarifa hiyo. Mtazamaji, moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam. Mbunge wa jimbo la Kawe Mheshimiwa Godfrey Timoth amehudhuria kikao cha kamati ya maendeleo ya kata KDS ya Kunduchi kilichofanyika ndani ya jimbo la Kawe, ambapo walikutana na wajumbe wa kamati hiyo kusikiliza kero mbalimbali za wananchi na kuweka mikakati ya pamoja ya kukabiliana nazo. Akizungumza katika kikao hicho, Mheshimiwa Timoth amesema jiji la Dar es Salaam linakabiliwa na changamoto kubwa ya migogoro ya ardhi, akibainisha kuwa migogoro mingi haiji kwa bahati mbaya, bali inachochewa na watu wanaoifanya kuwa mradi wa kuingizia kipato. Nafahamu kwamba migogoro mingi tulionayo ya ardhi haipo bahati mbaya, kwa sababu kuna watu ndio miradi yao. Yaani ndio watu wakilala wakiamka wajua wanafikiria tukaanzishe mgogoro wa ardhi sehemu gani. Na mara nyingi wanakimbilia maeneo ya wazi, wanakimbilia maeneo ya serikali. Sasa pale Mabwepande tunalo eneo ambalo tulihangaika nalo muda mrefu sana. Miaka 4 iliyopita ulifanyika ubomoaji. Nyumba nyingi zilibomolewa, karibia nyumba 400. Baadaye kesi ikapelekwa mahakamani. Leo hii kesi iko mahakamani. Wale ambao walikuwa wanatapeli watu nyuma kupitia lile eneo wameanza kuwauzia watu wengine. Sijui kama tunaelewana. Wameanza kuuzia watu wengine. Na hao watu wengine walioanza kuuziwa, kwa sababu maskini ya Mungu sio kila mtu anajua taratibu za kupata ardhi. Ni wananchi wetu. Tunatakiwa tuwalinde na kuwatetea. Wananunua kwa sababu hawana uelewa na wanaanza kufanya nini? Wanaanza kufanya maendelezo kwenye eneo ambalo kesi iko mahakamani. Kesho na kesho kutwa waliowauzia wanashindwa kesi kule. Hizi nyumba zitatakiwa zifanye nini? Zivunjwe. Sasa mimi nilichokisema ni kwamba tunaomba sana viongozi wetu wa kule wa serikali za mitaa watusaidie kusiwepo na maendelezo mapya kwenye eneo lile, kwa sababu maendeleo mapya yatapelekea kufanya nini? Kubomolewa nyumba afu watu watengeneze chuki kati ya serikali na wananchi. Sasa wale matapeli bwana wameona tunaingilia mkate wao bwana. Wameanza kutuchafua kwenye platform mbalimbali. Mimi kwa mara nyingine nasema, kwa sababu matapeli yao na wajua kwa majina yao yote matatu na maeneo yote ambayo wanafanya hayo mambo yao ambayo hayafai, mimi nasimamia pale pale kwamba katika kipindi changu mimi cha miaka 5 tutahakikisha tunahangaika na hawa matapeli wa ardhi, bila kujali wanatokea wapi. Hatutaangalia sura, hatutaangalia nafasi ya mtu. Kwa wenyewe hiyo kazi ya kuendelea kutuchafua, waendelee tu kutuchafua. Lakini tunawajua kwa majina yao na tutashughulika nao. Mama yetu anazungumzwa vibaya sana, Mheshimiwa Rais. Lakini ukifuatilia kwa nini anazungumzwa vibaya, ni chuki au wananchi bado hawajaeleweshwa vizuri. Hii kazi ya kuelewesha vizuri wananchi ni ya kwetu sisi wasaidizi wake. Na nitazungumzia moja tu. Tuna miradi mingi sana inaendelea. Lakini wakati mwingine unakuta mradi unaanza hadi unaisha haujazungumzwa popote. Yaani mradi unaanza hadi unafika mwisho haujazungumzwa popote.
Mtazamaji, tunahitimisha habari za kitaifa. Baada ya mapumziko mafupi, tutaelekea viwanjani kuangazia yaliyojiri katika michezo. Tutakuwa na mwanamichezo Johannes Michael. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Huwali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani ambapo mwenyekiti wa matawi ya Simba mkoa wa Mwanza Ashraf Mkadimu amekutana na viongozi wa matawi ya Simba mkoani Mwanza kwa lengo la kupata chakula cha pamoja na kuzungumza maendeleo ya klabu hiyo. Mwenyekiti Mkadimu amesema kuwa kocha mkuu Steven Becker ni miongoni mwa makocha ambao wamesajiliwa kwa klabu ya Simba kuweza kuleta mapinduzi makubwa, huku akiamini kwamba ubingwa wa NBC msimu mwaka 2025-26 basi unakuwa kwao. Ni muda mrefu sijakaa na wanachama wangu wa matawi ya Mwanza Sports Club na kwa upande wa wilaya ya Buchosa.
kwa upande wa wilaya Buchosa. Kwa hiyo niliamua kuwaita jana tukae kwa pamoja, tushirikiane kwa pamoja kujua mawili matatu kinachoendelea, maana mimi bado niko katika matibabu, lakini nimeheshimu wanachama wangu ili nikutane nao kujua mawili matatu nini kinachoendelea na tunajipanga vipi Mwanza katika kufunguza mwaka 2026, kujua Simba yetu Mwanza tunajipanga vipi kwa ajili ya kuisaidia timu yetu kwenye matatizo popote pale ilipo, lazima sisi tuwe front. Na pia tumekula chakula cha pamoja, tumefurahi sana. Hii ilikuwa ni faraja kubwa sana kukutana na wanabuchu wilaya Buchosa, viongozi wa Buchosa pamoja na wana Mwanza, matawi yote ya Mwanza, kushirikiana kwa pamoja kula chakula cha mchana. Niseme alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumekula pamoja, tumefurahi, tumecheka, na hii ndio ilikuwa lengo langu. Kama mnavyojua mimi mwenyekiti Ashraf napenda kukutana na wanachama wangu, washabiki wangu ili kujua mawili matatu na kukutana pamoja, tuwe tunakula kwa pamoja na tufurahi kwa pamoja. Niseme asante sana, na Mungu akijalia tutakutana wakati ujao inshallah. Nadhani niligusia hili jambo kwa wanachama wangu wote katika siku ya leo. Hilo swali. Huyo ni mwenyekiti wa matawi ya Simba mkoa wa Mwanza. Lakini wakati huo tukumbuke kwamba kwa siku ya leo Kariakoo Derby kwa upande wa mashabiki ilikuwa inapigwa, ambapo klabu ya Simba yenyewe imeweza kuibuka na ushindi wa mabao 2-2, mabao ambayo yamefungwa na Sebastian pamoja na Dr. Mo, na mchezo huo hujaweza kutamatika, lakini Simba ameweza kuchukua ubingwa wake. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars imefanya mazoezi kwenye uwanja wa Akademi wa Mohamed wa 5 Rabat, Morocco kuelekea finali za CAF Total Energy mwaka 2025. Mazoezi hayo yamefanyika ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mwisho kabla ya kuweza kuikabili timu ya taifa ya Nigeria, ambao mchezo huo utapigwa Disemba 23 mwaka 2025 huko nchini Morocco. Ikumbuke kuwa kwa siku ya leo michuano ya AFCON mwaka 2025 itazinduliwa rasmi kwa timu ya taifa ya Morocco, ambao watakuwa mzigoni dhidi ya timu ya taifa ya Komoro. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na marefa 17 wa Tanzania wamepatiwa beji za uamuzi wa FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, kwa mwaka 2026. Katika kundi hilo marefa 17, idadi ya marefa wakati ni 6 waamuzi huku waamuzi 6 ikiwa ni waamuzi wa pembeni 2 wa soka la ufukweni. Kundi kubwa la marefa waliokuwa na beji za FIFA mwaka 2025 wamefanikiwa kutetea beji zao kwa mwaka 2026. Ni mwamuzi mmoja tu ambaye ameshindwa kutetea beji yake, naye ni Janet Mbadala. Nafasi yake imechukuliwa na Dismas Lisponsa. Marefa wakati ambao watakuwa na beji za FIFA mwaka 2026 ni Mohamed Arajiga, Nasli Yasdi, Ramadhani Kayoko, Heli Sasi, Tatu Marogo na Amina Kiando. Marefa wasaidizi ni Mohamed Mkono, Hamadi Saidi, Kasim Panga, Franki Komba, Ramadhani Ali, Dismas Lespose pamoja na Glory Tesha, Zawadi Yusuf na Meli Suleiman, ambao ni waamuzi wa pembeni ambao wana beji za FIFA. Huku waamuzi wawili wa soka la ufukweni ni Jackson Msolombo pamoja na Ali Mohamed. Na mtazamaji, moja kwa moja tunakuwa hadi kimataifa, ambapo rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrick Motsepe amethibitisha kuwa mashindano ya kombe la mataifa Afrika AFCON yataanza kufanyika kila baada ya miaka 4 kuanzia mwaka 2028. Hatua hiyo inalenga kuboresha ratiba mashindano ya soka barani Afrika pamoja na kutoa nafasi zaidi kwa wachezaji ambao wanacheza katika bara la Ulaya pamoja na wale wachezaji ambao wanatumikia vilabu vyao mbalimbali, huku ikilenga kuweza kuwapa muda mrefu kuweza kujitathmini ama kufanya makubwa zaidi kunako mataifa yao, ambapo watachana na timu zao ambazo wanazitumikia. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na mchezaji wa klabu ya Real Madrid Kylian Mbappe amefikia rekodi ya Cristiano Ronaldo ya kufunga magoli mengi zaidi ndani ya mwaka mmoja ndani ya Real Madrid alodumu takriban kwa miezi 12. Mbappe amefungia Real Madrid bao moja kwenye ushindi wa idadi ya mabao 2-2 dhidi ya Sevilla na kufikisha magoli 59 ndani ya mwaka 2025, sawa na rekodi ya Cristiano Ronaldo ambaye alifunga magoli 59 ndani ya mwaka mmoja iliyokuwa mwaka 2010. Mchezo wa jana klabu ya Real Madrid iliweza kuibuka na ushindi wa idadi ya mabao 2, mabao ambayo yaliweza kufungwa na Kylian Mbappe pamoja na Jude.
Na mtazamaji, na huo ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Zinazile Mswimba aweze kuhitimisha ulimwengu wa habari. Lakini tukumbuke kwamba kwa siku ya leo kwa kuna mechi ya mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa Yanga. Sasa Zinazile Mswimba atakuwa shabiki wa Yanga ama shabiki wa Simba? Maana yake Yanga wameumia. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Kaifumbo. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Huyo alikuwa mwanamichezo Johannes Michael. Mtazamaji, na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo. Karibu ungane nami katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo ya magharibi mwa nchi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Singida na Dodoma panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki na ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa pakavu. Kwa siku ya kesho, hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi mawimbi makubwa kiasi. Mpenda mtazamaji, kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 33 katika mkoa wa Kilimanjaro na Dar es Salaam. Kwa hapo kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, kanda ya kati na ukanda wa pwani yote panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi na kusini mwa nchi panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa siku 4 zijazo.
Dar es Salaam tunatarajia mvua nyepesi. Dodoma tunatarajia mvua nyepesi na mvua kwa siku ya tarehe 25. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua nyepesi. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua nyepesi. Arusha tunatarajia mvua nyepesi. Endelea kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Fares, asante na nikutakia wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kutamatisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wake. Mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi wafanyika nchini Uganda. Na katika michezo, mashabiki wa Simba na Yanga waonyesha umwamba katika mechi ya kirafiki. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii @Sky International TV. Uwe na usiku mwema.